Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa Clouds Media, na kama tunavyofahamu leo ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Ziza Abdul Malik. Kwa mtu ambaye amfahamu Ziza, anatokea hapa katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, na kwa bahati nzuri bado ana wazazi wake mashallah, na Clouds moja kwa moja imeweza kuwatembelea wazazi wake, na hapa tuko nyumbani kwao na tumemkuta mzee Abdul Malik. Na Amina tuelezea kwa kina kuhusu Ziza. Baba, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naamini leo ni siku ya kuzaliwa kwake Ziza, mtoto wako ambaye alizaliwa tarehe kama ya leo na mwezi kama wa leo. Hivi kwanza una taarifa? Taarifa ya kuzaliwa kwake? Alhamdulillah, nakumbuka kwamba alizaliwa tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka sijautaja, lakini ndio siku yake ya kuzaliwa. Kwa mtu ambaye amfahamu Ziza, labda anataka kufahamu Ziza ni nani na alikuwaje kwenye makuzi yake. Naamini hakuna mtu ambaye anamfahamu mtoto zaidi ya wazazi. Kwa hiyo kama mzazi wake unamzungumzia vipi Ziza? Ziza ni binti yangu ambaye ni mtoto wa 4 katika watoto wangu. Lakini binti ambaye amezaliwa hapa, amekulia hapa, amesomea hapa. Na katika makuzi yake ni kama watoto wengine, ameleleka kama watoto wengine na amesoma kama wengine. Ila tabia kwa Ziza ni kwamba katika watoto ambao ninao, yeye ni mmoja ni mkimya, ni msiri, anaweza kaweka siri vizuri lakini mkimya, na ni mtu anayejituma nyumbani, anafanya shughuli za nyumbani bila kuambiwa, maadamu anaona kwamba shughuli fulani ni ya kufanya, anaifanya kama anavyoona kwamba inafanyika. Lakini vile vile anasaidia wazazi wake, mama yake na dada zake na kaka zake, anawasaidia kwenye shughuli mbalimbali. Na katika wakati wake anasoma, yeye wakati anatoka shule alikuwa anajipinda kuhakikisha kwamba kazi nyumbani anazimaliza, lakini baadaye anakwenda kufanya masomo yake na mambo mengine. Na kwa kuwa yeye Ziza, kwa jina la Ziza ni jina la mama, mama yangu, mama ndiye alimuita hilo jina ili uweze kuendelea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi huwa mimi namtambua wakati mwingine kama mama, na ndio maana kidogo naye ananihurumia kama mwanae, lakini na mimi namheshimu kama mama ingawa ni mwanangu. Na bahati nzuri ameendelea katika shughuli zake, na shukuru Mungu. Pamoja na kuwa misika na kanae mbali, lakini nikienda kukutana na wafanyakazi wenzie huwa naona kidogo ana ushirikiano mzuri, na kila leo wanamuombea dua na kuomba hata wale marafiki zake, jamani, mkiona kwamba kuna mahala anakwenda ndivyo sivyo, basi mpeni ushauri na nasa ili aweze kuendelea, kwa sababu dunia hii unapokuwa mbali na nyumbani, wale unakutana nao ndo wazazi wako, ndo kaka zako, ndo dada zako. Kwa kweli, kwa ufupi, Ziza tabia yake ni hiyo, na hata kupokea wageni, kuwakirimu, kuwasikiliza na kukubali ushauri ndo tabia ya Ziza kwa ufupi. Mashallah, tumeambiwa kwamba Ziza na tabia njema ni kitu kizuri na jambo jema, lakini naamini yote ni kwa ajili ulivyomlea. Utakuwa mlea kwa malezi mazuri, ndo matokeo yake ambayo tunayapata hadi leo. Sasa naamini kwenye makuzi hawezi kukosa kitu ambacho labda alikuwa anakichukia. Ziza ni mtu ambaye anachukia kitu gani baba? Kwa kawaida yeye hapendi kuudhiwa. Ukimuudhi au kumfanya ndivyo sivyo, ukamuonea au kumharibia shughuli zake, kwa kweli ni kitu kinamfanya anaghadhabika. Na kwa sababu kughadhabika kwake mara kwa mara anakaa kimya. Ukishamwona kwamba amekaa kimya, ujue kwamba ameghadhabika. Na kwa sababu sisi ndio wazazi wake, tulishamuelewa. Ukiona kuna mahala umemkwaza, utamuona amebadilika hata kama asemi, lakini unaona kwamba amebadilika. Lakini bahati nzuri hata alipokuwa anasoma shule ameweza kukaa vizuri na wanafunzi wenzie na walimu, wala sikuwahi kupata kesi yoyote ya mwalimu kwamba namlalamikia Ziza kuhusu labda tabia shuleni, kutoelewana na walimu. Hapana, alikuwa natii, lakini hata kigadhabika kwa sababu kaonewa, basi anavumilia, mambo yanapita. Na hapa nyumbani wazazi tunaweza kufika mahala labda tukamkwaza kama mtoto, lakini hawezi kuonyesha kwamba amekwazwa na wazazi, anavumilia. Ndio tabia yake ambayo naikumbuka. Apendi kuonewa, yani kumuonea. Ukimuonea kwa kweli anaghadhabika, na anaweza kushindwa hata kula au kunywa kakaa kwa sababu ya ile tatizo ambalo limejitokeza.
Tumeshasikia kitu ambacho Ziza hapendi. Na ni kitu gani sasa Ziza anapenda? Kwa sababu kama unachukia kitu, lazima pia kutakuwa na kitu unakipenda. Ziza ni mtu ambaye anapenda nini? Kwa kweli Aziza anapenda mahusiano mazuri, kushirikiana na watu, kushauriana, kuzungumza nao, hata nyumbani kuchangia maneno, na kama kuna neno namwambia, anapenda umwambie ukweli. Kwamba jambo fulani silo, atakuelewa, au kafanya jambo fulani atakuelewa, lakini hapendi kumficha wala kumzunguka. Ni kitu ambacho hakipendi. Lakini mara kwa mara, na kwa tabia alikuwa nayo, alikuwa anapenda sana kusali, kwa sababu sisi tuko karibu na msikiti. Anapenda kutoka mwenyewe bila kuambiwa, anakwenda anasali, anahudhuria ibada na kushirikiana na majirani, kuangalia majirani, kuangalia watu ambao wana matatizo mbalimbali. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda kwenda kushiriki katika jamii. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa tabia yake na katika maisha yake. Na nadhani kitu kingine ambacho alikuwa anakipenda sana kuliko maelezo, na Mwenyezi Mungu amemsaidia amekipata, ni mambo ya habari, haya utangazaji. Kwa sababu nakumbuka wakati baada anasoma, amewahi kwenda kwenye studio, kwenye redio moja iko hapa Bukoba, aliwahi kwenda kule na akawa amepewa kipindi cha watoto. Kwa hiyo ni mtu mmoja anapenda sana masuala ya media kama haya, na Mwenyezi Mungu amemwezesha, amejaliwa, ameingia kwenye eneo ambalo alikuwa analipenda, na sisi tunamuombea aendelee na shughuli zake. Asante sana baba. Labda ni kitu gani labda unamuombea Ziza, au labda kitu gani unamtakia kama ni heri popote alipo? Naamini atakuwa anakutazama na kuangalia hapo. Tunaomba basi wewe kama mzazi utie zako dua na uweke ushauri kwa mtoto wako popote alipo. Naamini dua inafika. Mimi ninachomuombea, kwanza namuombea kwa Mwenyezi Mungu ampe afya njema na umri mrefu, na amwezeshe atende kazi zake kwa mujibu wa kanuni na taratibu za kazi. Lakini vile vile namuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukaa vizuri na wenzie, wafanyakazi wenzie na watu mbalimbali, aweze kukaa nao, kuwasikiliza na kupata ushauri kutoka kwao, kwa sababu hizi shughuli lazima upate watu kukushauri. Hilo ndio namuombea. Asikae tu, lazima ashirikiane wenzie, aweze kushirikiana nao. Kama kuna jambo moja ni gumu, basi asisite kuuliza kwa wale watu wenzie ambao wamemtangulia, hata kama hakumtangulia lakini wanaoelewa zaidi. Lakini kingine ninachomuombea kwa Mwenyezi Mungu, amwezeshe kuendelea, aweze hatua alionayo afike mbele na mbele, maana katika utangazaji au katika shughuli zake kuna nafasi ya mbele na mbele. Kwa hiyo anaweza kuendelea akafanikiwa na zaidi, na siku ya siku naye awe katika watu wengine ambao wamepata nafasi kubwa, na yeye apate nafasi hiyo. Lakini kubwa zaidi, asimwache kukumbuka Mwenyezi Mungu. Muda wote akumbuke kusali, hata kama anafanya shughuli, hata ofisini kwao kule, kama kuna mahala tenge sehemu au anaswali, maana sio rahisi kuwahi kwenda msikitini. Lakini kama pale kuna eneo, basi asali muda ukifika, maana ukisali unakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anakurahisishia mambo yako. Hilo ndio namuomba sana katika shughuli zake zote, asisahau kusali, lakini asisahau kuwaheshimu wakubwa na wadogo na kupata ushauri wao. Dua namuombea Mwenyezi Mungu amzidishie kila la kheri, ampe afya njema, ampe hikima na busara katika shughuli zake. Na katika mwezi wa Ramadhani namuombea Mwenyezi Mungu amtakabalia amali zake na saumu zake, ili aweze kuingia katika kundi la wacha Mungu kama Mwenyezi Mungu anavyotuhusia. Amina ya Rabbi. Hivi ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ziza, popote ulipo, pokea dua ya mzazi wako, na amini itafika inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mtazamaji ambaye ndo kwanza unafungulia TV, hapa tulikuwa kwa wazazi wake na Ziza. Kwa bahati nzuri au mbaya niseme, kwa mipango ya Mwenyezi Mungu, mama yake hatujamkuta, yuko kwenye matibabu. Kwa hiyo tumeweza kumkuta baba, lakini hamna kilichoharibika. Ametuelezea mwanzo hadi mwisho. Na sisi tunasema Ziza, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ziza. Happy birthday to you. Hatuna la ziada baba, tunashukuru sana. Amina ya Rabbil alamin. Na kazi njema. Asante. Karibuni jioni tufuturu. Amina. Karibuni sana tufuturu. Tutakuja baba. Karibu sana. Asante. Karibishe sana.